Muonekano huu ulionao katika jinsi na jina ulilonalo ni matokeo ya sura ambayo inakutambulisha au inayokuelezea. Na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu pumziko sehemu ya 18. Popote pale ulipo katika jinsi na jina la kuitwa kwako, wewe ni matokeo. Hapo ulipo ni matokeo ya sura ambayo inakutambulisha. Ni matokeo ya sura ambayo inakutambulisha au inayokuelezea. Na kwa kuwa popote pale ulipo wewe ni matokeo, kwa jina huitwa wewe ndiye uliye pumziko. Kwa kuwa jinsi ulivyo hapo, kwa jina ulilonalo hapo, wewe ni matokeo. Ikimaanisha ndiye uliye pumziko. Kwa jinsi hiyo na jina hilo ulilonalo, popote pale ulipo kwa kuitwa kwako. Kwani jinsi ulivyo, muonekano ulionao, kwa jinsi na jina hilo ni matokeo ya sura inayokutambulisha au inayokuelezea wewe. Ni mtu kwa jina hilo, kwa kuitwa kwako, wewe ni matokeo ya sura inayokuelezea au inayokutambulisha kwamba kwa sura hii, kwa muonekano huu, kwa jinsi hii, wewe ni mtu. Kwa sifa hizi, kwa viungo hivi, kwa muungano huu, kwa jinsi ile, wewe ni mtu. Ile sura inayokutambulisha au inayokuelezea ndio inayokufanya wewe ukawepo au ukatawala. Pumziko lako likawepo, yani likatawala. Ni ile sura inayokutambulisha au inayokuelezea. Na wewe hapo ndio uliye matokeo ya sura hiyo inayokutambulisha au inayokuelezea. Ndio umeitwa jina hilo. Hilo jina linayo sura ambayo inalielezea
inalitambulisha. Si jina tu kwa kuitwa mtu. Kunayo sura au maelezo yanayoelezea mtu ni nani, yanayotambulisha mtu ni nani. Haujaitwa mtu tu, wala haujaitwa mwanadamu tu, haujaitwa mwanamke, haujaitwa mwanamume tu, bali kunayo sura inayokuelezea au inayokutambulisha, na kwamba inapoonekana sura hiyo, moja kwa moja mtu ulipo, mwanamume ulipo, mwanamke ulipo, wewe ulipo, kwamba umetambulika, umeitwa jina lako. Jina lako, muonekano wako umetawala. Kwa hiyo kila kitu kina sura ambayo ikitambulisha au kukielezea. Naposema yule ni mama, kuna sura ambayo inamuelezea mama, inayomwelezea mama, na mama akawa ni matokeo ya hiyo sura inayomuelezea yule ni mama. Unaposema baba, yule ni matokeo ya sura inayomuelezea yule ni baba. Na kufanya kwa sura inayomuelezea, ndio baba kwa jina huonekana, ndio baba kwa jina hutawala. Ndio ni Mungu, ni matokeo ya sura inayomtambulisha au inayomuelezea. Ni chochote, ni matokeo ya sura inayomuelezea au inayomtambulisha, ikimaanisha kwamba kila jina kwa kuitwa kwako, kwa jinsi na muonekano wako, lipo katika maelezo, lipo katika maana yake. Ukisema Mungu, jina Mungu lipo katika maana yake. Ukisema mzazi, lipo katika maana yake. Ukisema jinsi na jina ulilonalo hapo, lipo katika maana yake. Na jina hilo huonekana, hutawala sawa sawa na maana yake. Ndio jina la taifa linaonekana au linatawala sawa sawa
na maana yake. Popote pale ulipo katika jinsi na jina hilo, upo sawa sawa na maana ya jinsi ya muonekano wa jina hilo. Ndio. Nazungumza na wewe popote pale ulipo, haijalishi ni wapi, katika jinsi na jina lipi, ila popote pale ulipo katika jinsi na jina hilo, hapo ulipo ni matokeo ya ile sura inayokutambulisha wewe, inayokuelezea wewe. Ni mtoto, ni matokeo ya hiyo sura inayokutambulisha wewe, inayokuelezea wewe. Ni kabila hilo, ni matokeo ya ile sura inayokutambulisha au inayokuelezea kwamba wewe ni kabila hilo. Ni dini hiyo, ni dhehebu hilo, ni matokeo ya hiyo sura inayokutambulisha au inayokuelezea wewe jina hilo. Kwa hiyo haijalishi uko wapi, wewe ndiye pumziko, ikimaanisha ndiye matokeo. Maisha yako yote unaishi pumziko, yani matokeo ya jinsi ya muonekano wa jina ulilonalo. Ikimaanisha jinsi ulivyo kwa jina ulilonalo, kuna sura ambayo inatambulisha, inayolitambulisha au kulielezea jina hilo. Na wewe hapo ndiyo matokeo ya maelezo au utambulisho wa sura hiyo. Ndio. Kama vile unavyosema Mungu, Mungu wako ni ile sura ya maelezo yanayomtambulisha, ikimaanisha jinsi vile unavyomtambua, jinsi vile unavyomtambua ndio maelezo au utambulisho wa jina Mungu wako. Na bila shaka Mungu, jina Mungu ni matokeo ya sura ambayo inayomtambulisha au inayomuelezea. Na sura ya Mungu ikimaanisha inayomuelezea Mungu ni sura ya uumbaji. Na moja kwa moja unaposema Mungu, maana yake
umezungumzia sura ya uumbaji, kwamba ni matokeo ya sura ya uumbaji, ni muonekano wa sura ya uumbaji. Na popote muonekano wa uumbaji unapoonekana, uumbaji unapokuwepo, Mungu ndiye anakuwa ameitwa kwa jina lake. Ni Mungu anakuwa anatawala. Ni utawala wa muonekano wa Mungu, ndivyo unavyokuwa katika utawala. Na kufanya katika jinsi na jina lolote kunayo sura inayoelezea katika urahisi wake, ili yoyote anaitazama sura hiyo moja kwa moja anakuwa amelitambua jina lako, anakuwa amekutambua wewe ni nani, anakuwa ameuona utawala wako. Ndio napozungumza ndoa, kuna sura inayotambulisha ndoa hiyo na kufanya ndoa kuwa ni matokeo ya sura hiyo. Na sura inayotambulisha ndoa ni sura ya uzao. Sura ya uzao ndio utambulisho au maelezo yanayoelezea ndoa au kuoana. Na kufanya ndoa kuwa ni matokeo ya sura ya uzao. Kuoana kuwa ni matokeo ya sura ya uzao. Na ndoa kuwa ndio pumziko lenyewe. Ndivyo ilivyo katika uzao. Jina uzao. Uzao ni matokeo ya sura inayotambulisha au inayoelezea uzao huo, ili popote pale ukitazama tu unajua huu ni uzao. Wewe ni uzao. Wewe ni uzao fulani. Kwa jinsi na jina hilo. Na sura inayoelezea uzao au inayotambulisha uzao ni sura ya ongezeko. Na kufanya unapozungumza kuhusu uzao, kuwa uzao ni sura ya ongezeko.
na kufanya. Ukitazama chochote kilichoongezeka, kwamba hicho ndicho kilicho cha uzao wako. Kilicho ni uzao. Ndivyo ilivyo katika familia, ilivyo katika uchumba. Ni jina lililo ni matokeo ya sura inayotambulisha jina hilo, ambayo ni sura ya mvuto au upekee, ikimaanisha chochote kilicho katika mvuto, kinachokuvutia au unachokivutia, ndicho kilicho cha uchumba, ndicho kilicho cha maelezo, kinachotolea maelezo uchumba wako, jina uchumba. Familia, sura ya umoja, ni matokeo ya sura ya muonekano mmoja, pasipo kujalisha wako wangapi. Ni mbili iliyo moja. Baba na mama ni mbili iliyo katika sura moja mzazi, kimaanisha hilo sura moja, muonekano mmoja, ndiyo kwa jina huitwa familia. Kwa hiyo ulipo wewe ni sura au ni matokeo ya sura inayokutambulisha au inayokuelezea. Haijalishi uko wapi, hapo hapo ulipo wewe ni matokeo ya ile sura inayokutambulisha au inayokuelezea, ikimaanisha kwamba ulipo hapo wewe ni pumziko. Wewe ni pumziko la ile sura inayokuelezea au inayokutambulisha. Wewe ni pumziko, ikimaanisha kwamba kila kitu kilichopo kimeanzia hapo ulipo na kimeishia hapo ulipo, nawe umekuwa ni pumziko lililo kamili, kwa kuwa tayari lina sura ambayo inayolielezea au kukutambulisha hapo ulipo katika jinsi hiyo na jina hilo ulilo nalo. Na sura inayokuelezea ni chochote kilichopo, ni yoyote aliyopo, kwa kuwa chochote yoyote ameanzia hapo ulipo na kuishia hapo ulipo katika ukamilifu wa jinsi hiyo na jina hilo, kwa kutambulishwa au kwa kuelezewa. Kimaanisha kwamba hapo ulipo wewe
katika jina hilo na jinsi hiyo ni matokeo ya sura au ya maelezo yanayokuelezea wewe, na maelezo yanayokuelezea wewe yameanzia hapo na kuishia hapo. Kimaanisha kila unachokizungumza kimeanzia hapo na kinakuja kuishia hapo. Na mwonekano wako huu kuwa ni maelezo yote yaliyoanzia hapo na kuishia hapo, na ndipo wewe kuonekana katika jinsi hiyo na jina hilo. Kwa hiyo wewe hapo leo sio kiungo cha pumziko, bali ni mwili wa pumziko, ikimaanisha ni mpumziko kamili. Kwa kuwa kiungo ni kile ambacho si kamili, ila mwili ni ule ambao upo kamili. Na wewe hapo ulipo ni pumziko kamili, ikimaanisha si kiungo cha pumziko, bali ni pumziko kamili, yani ni mwili kamili wa pumziko. Ikimaanisha kwamba chochote kilichopo ni pumziko lako. Ni sura inayotambuliwa au inayotambulisha jina lako. Chochote kile katika jinsi yoyote ile ni jina, ni mwonekano unaotambulishwa na sura ya jina lako na jinsi yako, wewe uliye pumziko kamili. Kwa kutambuliwa na kutambulishwa na sura iliyo kamili. Kwa kuwa ulivyo hapo ni jina ambalo linajieleza, linayoelezewa. Basi leo hii ninaishia sehemu hii ya 18. Usikose sehemu ya 19. Popote ulipo, katika jinsi ya sura ya mwonekano wako hapo ulipo uliye pumziko, ninakutamkia, ninakupatia pumziko la sura yako. Pokea pumziko la sura yako, pumziko la utajiri wako, pumziko la jina lako, pumziko la ndoa yako, pumziko la mwonekano wako, pumziko la ugonjwa wako, pumziko la muujiza wako, pumziko la mafanikio yako, pumziko la utajiri wako, pumziko la madeni yako, pumziko la ugonjwa wako, la sukari hiyo, la presha hiyo, ya kansa hiyo, ya kila jinsi ya mwonekano wako. Pokea pumziko la sura ya mwonekano wa jina hilo ulilonalo popote pale ulipo. Pokea pumziko hilo na limekuwa kwako. Tazama mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina Andegunyu. Andika Andegunyu na mafundisho haya utayapata zaidi na zaidi. Basi pokea pumziko la sura yako, nimekupatia na limekuwa hapo popote pale ulipo katika jinsi
na jina lako hapo lipo.